Habari za siku ya leo, mtazamaji wa SQF TV, kuna Mipenda Gota na maana kusogezea taarifa za habari zilizojiri siku ya leo ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026. Jeshi la polisi nchini limetangaza kuwakamata watuhumiwa 130 katika mikoa mbalimbali kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu vinavyodaiwa kuhatarisha amani na usalama wa taifa. Kwa mujibu wa polisi, watuhumiwa hao wanadaiwa kutumia vikao vya ndani na mitandao ya kijamii kuratibu mipango ya kuvuruga utulivu nchini kati ya mwezi Juni na Julai mwaka huu. Msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime amesema uchunguzi umebaini madai ya mipango mbalimbali ikiwemo kuchoma shule, kuharibu miundombinu ya umeme, kupora mali pamoja na kupanga kushambulia baadhi ya viongozi, wananchi na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Jeshi la Polisi Tanzania Juni 19, 2026 na Julai 5, 2026 lilitoa taarifa za kujulisha hali ya usalama pamoja na hatua linazochukua kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha nchi inaendelea kuwa shwari, ili kuruhusu wananchi waendelee na shughuli zao za kujitafutia riziki katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Leo Julai 9, 2026 pia tungependa kutoa taarifa kuwa hali ya nchi ni shwari. Aidha, tulieleza kuwa tulikuwa tukiendelea kufuatilia kwa karibu sana uhalifu uliokuwa unahamasishwa na wahalifu kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa mengine kama vile vikao vya ndani. Vitendo hivi vya kihalifu vilikuwa ni pamoja na kupanga, kutamka, kuandaa na kusambaza taarifa za uchochezi, kuhamasisha watu kushiriki katika vitendo vya kihalifu vikiwemo kuua baadhi ya viongozi na wananchi, kuchoma shule moto, kulipua transforma za umeme ili nchi iwe gizani, kuharibu na kupora mali za umma na za watu binafsi, sambamba na kuua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha. Kwenye taarifa hii tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao, asisambaze na badala yake afute. Ufuatiliaji huo, jumla watuhumiwa 130 waliokuwa wanapanga, kushiriki katika vikao vya ndani, wakiandaa na kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua zingine za kisheria zifuate. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunaendelea kuhakikishia wananchi usalama wa kutosha wakati wote na kuendelea kuwafuatilia baadhi ya watuhumiwa ambao bado hawajakamatwa ili wakamatwe kwa hatua za kisheria. Tunaendelea kutoa wito kwa watu wote kuzingatia matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa kuepuka kushiriki katika kuandaa na kusambaza taarifa zenye kuhamasisha vitendo vya kihalifu au kusambaza taarifa unazotumiwa na ambazo huna uhakika nazo wala kujua chanzo chake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewaonya wanaojiita wanaharakati kwa jina hili kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi yanayohusisha uvunjifu wa mali, uharibifu wa mali na miundombinu. Pia amesema ugaidi ni vitendo vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kubaliane na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, itikadi au kidini. Rais Samia amesema hayo visiwani Zanzibar leo Alhamisi alipohutubia wakati wa hafla ya utiaji saini tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu
vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa, dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi, niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Nimalizie kwa kurejea maandiko ya Qur'an katika Surat Al-Hujurat aya ya 10. Waumini ni ndugu na ndugu hutekeleza kupatanisha baina yao wenyewe. Lakini pia katika mafundisho ya Biblia takatifu Mathayo 5:9 yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa watumishi wema wa Mungu. Mafundisho haya yote yanatuhusia kuwa kuleta amani, kujenga maelewano na kulinda umoja ni wajibu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika ni matakwa ya kikatiba na miongozo mingine ya kibinadamu. Hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete pamoja na wataalamu wa afya kutoka Burundi imeandika historia baada ya kufanikisha upasuaji wa kuziba matundu ya moyo kwa watoto watatu, hatua inayotajwa kuwa mwanzo wa ushirikiano wa kikanda katika kuimarisha huduma za kibingwa na kukuza tiba utalii nchini. Akizungumza baada ya kukamilika kwa upasuaji huo, mkurugenzi mtendaji wa BMH Daktari Abel Makubi amesema watoto wote waliopatiwa matibabu wanaendelea vizuri na ameonyesha maendeleo ya kuridhisha. Leo tumekamilisha zoezi la kwanza la kutoa huduma za upasuaji wa moyo kwa watoto ambao waliletwa kutoka nchini Burundi. Wameshafanywa operation watatu na wengine wataendelea, lakini wengine pia hawakuweza kufanyia kwa sababu ya walikuwa kidogo wameenda nje ya ule umri ambao unatakiwa kuweza kupata matokeo mazuri kwa watoto. Kwa hiyo kitaalamu imeshauriwa tuweze kuwafanyia watatu na wataalamu wetu, na wengine wataendelea kutibiwa kwa njia zingine za kawaida na sio za upasuaji. Kwa hiyo kwa namna ya pekee kabisa naomba kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kubariki hao watoto wameweza kufanywa operation vizuri na wanaendelea vizuri wote. Hili tukio sisi linaweka alama kwamba ni mara ya kwanza kufanya upasuaji wa aina hii kwa watoto kutoka nje ya nchi. Tumekuwa tukifanya upasuaji wa moyo lakini kwa watu wazima na si wa namna hii. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tumeweza kuendesha hili zoezi na kwa wagonjwa ambao wametoka nje ya nchi chini ya nchi yetu hapa Benjamin Mkapa na kuweza kufanikisha hili zoezi. Wagonjwa ambao wanahitaji huduma hii ni wengi katika nchi yetu. Taasisi moja peke yake haitoweza kuwahudumia wote. Kwa hiyo ni muhimu taasisi kubwa kama hii ya Benjamin Mkapa ambayo imeshajenga uwezo mkubwa na wataalamu na bobezi ambao wanaweza kufanya huduma na upasuaji wa moyo kushirikiana na taasisi nyingine ili kuweza kuongeza uwezo wa taasisi nyingine katika kuhudumia wagonjwa. Ile magonjwa hayo kama tuko Burundi, tulikuwa tunajiwazi kama anaweza kutunziwa kama India wala nchi zingine. Tulisikia kama huku Tanzania wanaweza kufanya upasuaji wa moyo wa watoto. Tulifurahi sana kwa juu Tanzania na Burundi na tuko wa ndugu. Ili saa mimi kama mtu mwenye nimepata fursa ya kushindikiza watoto, ile saa tumefika hapa, tumejisikia kama tuko kunyumba, tuko nyumbani.
na sie tukirudia kule Burundi tutasema kama kabisa, tulikuwa tunasikia wanasema kama Burundi na Tanzania ni wandugu, tutasema ni hivyo, wametushika vizuri. Kusema ukweli ni kuwa tulikuwa tumeshasumbuka sana kwa ajili ya magonjwa ya watoto wetu, lakini sasa vile vile tunashukuru katika ujirani mwema ambao upo katika nchi mbili, ikiwa nchi ya Tanzania na nchi ya Burundi. Kumekuwepo ishara ya undugu na ujirani mwema. Hivyo naweza sema kuwa ni jambo jema, jambo linalotufurahisha sisi kama Warundi na sisi ambao tumefanyiwa jambo hili na likafaulu. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mnyita ameiomba ofisi ya mdhibiti wa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kufanya ukaguzi maalum katika halmashauri ya wilaya ya Msalala, wilaya ya Kahama, kufuatia kuwepo kwa viashiria vinavyodaiwa kuashiria matumizi mabaya ya fedha za umma. Mnyita ametoa ombi hilo baada ya kupokea taarifa zinazodaiwa kuwa mkaguzi wa ndani wa halmashauri hiyo alifungiwa ofisi na vitasa vya milango kubadilishwa kwa maelekezo ya kiongozi mmoja wa halmashauri ambaye jina lake limehifadhiwa. Imekuwa na vuta ni kuvute. Mkaguzi wa ndani akija anafungiwa mlango asiingie ofisini. Mkaguzi wa ndani akija vitasa vinavunjwa. Kweli ofisi ya umma mnamzuia mtu asiingie? Hata mimi mkuu wa mkoa kwenye ofisi yangu siwezi kuzuia mtumishi yote kuingia kwenye jengo, kwa sababu sio ofisi yangu binafsi, sio nyumba yangu binafsi, ni ofisi ya serikali. Lakini Msalala, mwenyekiti, mmekuwa mmejiamini kupitiliza, na leo hii tumepata hati yenye changamoto, hati ya mashaka. Ili kuepuka kutafutana uchawi, nadhani kuna kila sababu ya kuomba halmashauri yetu hii ipate special audit. Naomba ofisi ya CAG halmashauri yetu ya Msalala iletewe special audit ambayo itakuja kuangalia yanayoendelea kwenye halmashauri yetu hii, special audit ambayo itakuwa na jicho la kiukaguzi la ufuatiliaji wa changamoto za udhibiti na matumizi ya fedha kwenye halmashauri yetu hii ya Msalala. Mamlaka nyingine zote zinazohusika na ufuatiliaji na udhibiti wa fedha, mwanze kazi, mfanye ufuatiliaji kwenye halmashauri yetu hii ili tuweze kujua changamoto iko wapi. Lengo ni fedha zote zinazokwenda kwa maslahi mapana ya wananchi ziwafikie wananchi. Kulikuwa na hoja 53 za miaka ya nyuma kuanzia 2016-17 hadi 23-24 ambazo zilikuwa bado hazijafungwa. Management ya halmashauri ilijibu na kuwasilisha majibu hayo katika ofisi ya taifa ya ukaguzi Shinyanga kwa ajili ya uhakiki. Na baada ya uhakiki hoja 10 zimefungwa na hoja 43 utekelezaji wake unaendelea. Maana hati yetu imesawishwa sana ni hati kutopatika kwa nyaraka. Nikuombe tu mkurugenzi na timu yako kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa, hizo nyaraka zipatikane, tufunge hizo hoja, maana ni nyaraka. Na SEA yuko tayari kupokea nyaraka. Maana aituhakikishia siku ya kamati ya fedha kwamba yeye yuko tayari kupokeza nyaraka viambatanisho. Serikali imezindua rasmi mpango wa utoaji wa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 200 kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana, ikiwa ni mkakati wa kuwezesha vijana kujiajiri, kukuza biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizindua mpango huo jijini Arusha, mgeni rasmi ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka alisema serikali inaendelea kuboresha mazingira ya vijana kupata mitaji kwa kuondoa vikwazo vilivyokuwa vikisababisha wengine kushindwa kunufaika na mikopo hiyo. Tukio hili la leo linaashiria mwanzo mpya wa kujengea vijana uwezo wa kujitegemea, uwezo wa kuzalisha ajira, lakini pia kuchangia uchumi katika taifa letu. Na ameeleza mara kadhaa kwamba dhamira yake ni kuona kwamba fedha hizi kwanza zinawafikia walengwa wanaohitajika, lakini pili, kunakuwa mna upendeleo wa namna yoyote katika utoaji wa fedha hizi.
tutumie mitandao ya kijamii. Sasa hivi mitandao ya kijamii ingawa inaitwa social media platform, lakini ukweli ni kwamba sio social media platform, ni business media platforms. Kuna watu wanatajirika, wanapata pesa nyingi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuitumie vizuri kupata taarifa, lakini na sisi pia tuitumie vizuri kutoa taarifa na kushare vitu ambavyo tunaamini vitatujenga. Tutajenga jina letu, tutajenga biashara tulizo nazo, tutajenga kesho yetu, na tutahakikisha kwamba mitandao ya kijamii inatumika kwa faida yetu badala ya kutumika kutuharibu. Ni hayo tu yaliyojiri katika taarifa habari kwa siku ya leo. Asante sana kutenga muda ukathamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kuandaa habari hizi, nizidi kukukumbusha tarehe 20 mpaka tarehe 24 Julai tutakuwepo na kambi upasuaji mdomo wazi ambayo itafanyika pale Malolo, Tabora. Upasuaji huo unafanyika bure kabisa chini ya taasisi ya The Same Qualities Foundation, na mimi ni Pendo Godson.